Basi Jumapili ya leo imempendeza Mungu tujifunze somo linasema kufuata upendo katika Kristo Yesu. Kufuata upendo katika Kristo Yesu. Kwa wale wanaoandika, andika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa kwanza. Alipopata asome watumishi. Asoma. Amen. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Amen. Bali sio sana. Hapa neno la Mungu linasema kana kwamba ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Bwana sio sana. Sasa hapa ukija kuangalia Biblia inajaribu kutuonyesha kwamba kufuata nini? Upendo. Kwa hiyo tumejifunza mambo mengi sana kuhusu nini? Kuhusu upendo, na ni somo ambalo sio geni kwenye kanisa. Kwa hiyo kufuata upendo ni tofauti na kutamani karama za rohoni. Kwa sababu vyote vinafanya kazi kwenye kanisa au kwenye moyo wa mtu tofauti. Karama za rohoni zinapatikana kwa njia ya kutamani. Bwana Yesu sana. Kutamani, kuwa na desire. Mtu anaweza kusema natamani kitu fulani. Kwa hiyo unapokuwa uko moyoni mwako unatamani, unasema Mungu, mimi natamani labda niwe na karama ya aina nini fulani, ambayo ni karama za Roho Mtakatifu. Karama ziko nyingi. Ukisoma kitabu cha Wakorintho pale kuna karama za neno la maarifa, kuna neno la hekima, kuna karama za matendo ya miujiza, kuna karama ya imani. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza anatamani labda karama ya matendo ya miujiza. Kile kitu kinakuja kwa kutamani. Wewe mwenyewe ndani yako unatamani, unatengeneza ile nini? Hamu. Bwana Yesu sana. Unatengeneza hamu. Kwa unavyozidi kutengeneza hamu, Roho Mtakatifu atakuja kwako. Ataanza kujifunua kwenye kile kitu ambacho unafanyaje? Unakitamani. Lakini upendo unakuja kwa njia ya kufuata. Bwana Yesu sana. Unavyofuata. Na maana upendo ni moja kati ya karama ambayo ipo kwenye karama za maongozi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Basi sasa kwa sababu Roho Mtakatifu anatuongoza. Biblia inasema kana kwamba naye huyo Roho atakapokuwa ndani yenu atawaongoza hata awatie katika kweli yote. Kwa Roho Mtakatifu anachokifanya anamuongoza mtu kupitia nini? Kupitia upendo. Sasa kupitia hapo upendo Roho Mtakatifu anamuongoza mtu kivipi? Bwana Yesu sana. Kwa sababu Roho Mtakatifu cha kwanza anaweza kumuongoza mtu kupitia neno la Mungu. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinakuongoza wewe kwa ndani. Kwa neno la Mungu linakuongoza, linakupa guidance kwamba hichi kitu kiko hivi na hivi na hivi kulingana na agano hili lote ambalo Mungu amelifunua kwenye Biblia. Lakini upendo sio neno, ni moja kati ya fakati za Roho Mtakatifu, ipo ndani kwenye ule utu wa nini? Wa ndani. Sasa utajiweje kwamba hapa ni upendo unafanya kazi ndani yako? Amina. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Mhubiri, Biblia inasema kana kwamba hekima amesimama kando ya njia, anatoa sauti yake, anahubiri katikati ya watu, anasema hivi kana kwamba lakini ni nani ambaye anaweza akafanyaje? Akaisikia ile nini? Hekima. Kwa hiyo inabidi sasa hapo kutengeneza uwezo wa kujizoesha wewe mwenyewe ndani, kutrain ile milango ya fahamu ya kiroho. Bwana Yesu sana. Ya kujipambanua mwenyewe ndani yako kwamba hapa huu ni upendo wa kimungu au ni hisia zangu ambazo zinafanyaje? Zinaniongoza. Kwa sababu watu tunaongozwa kwenye vitu vya aina mbalimbali. Kuna sehemu ambapo ilibidi upendo wa Mungu uamue kile kitu ambacho kitokee, lakini pale unakutaga umetumia nini? Hisia. Emotion. Bwana Yesu sana. Kwa kwenye kutumia hisia pale utakutaka kuna tukio linaweza likatokea la ghafla, lakini mtu akaliati nje ya upendo. Kwa sababu gani? Ule upendo ndani yake ulikuwa unaongea, lakini mtu kuisikia ile sauti ya upendo inakuwa ni ngumu. Kusikia ule upendo wa Mungu inakuwa nini? Ni ngumu. Ndio maana kuna mtu mwingine anaweza kafanya kitu, wewe ukafanya kitu fulani afu na ambapo yeye hata react ni vitu viwili tofauti. Maana hapo unakuja kugundua kwamba iliyoamua pale ni upendo wa Mungu au ni hekima nani?
ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa kuna sehemu nyingine mtu anaweza akatumia hisia, akatumia eza ukali, akatumia eza hasira. Bwana Yesu sana. Kumbe pale ilibidi utumike nini? Upendo wa Mungu. Amina. Kwa hiyo upendo ni mpangilio wa kihisia au kimawazo, Bwana Yesu sana, walionao watu ili kuwaunganisha. Bwana Yesu sana. Ni mpangilio, alignment. Kwa kuna muda upendo uko aina tofauti tofauti. Kwa ule upendo ni ule mpangilio mnaokuwa na mtu aina fulani, ila lengo kubwa unakuwa ni kwa ajili ya kuwaunganisha. Amina. Amen. Ni kwa ajili ya kuwaunganisha. Kwa upendo uko aina nyingi. Biblia, ukisoma kwenye kitabu cha Biblia kuna upendo kama wa aina ngapi? Aina 3 ambao Yesu, yaani neno la Mungu limeufunua. Upendo wa kwanza ni upendo wa kihisia. Amina. Ambao upendo wa kihisia tutaenda kusoma kitabu kile cha Mhubiri sura ya kwanza. Mhubiri sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa 17. Aliyepapata asome basi watumishi. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 17. Wangu ni kama mfuko wa manemane ukilazwa usiku maziwani mwangu. Mpendwa wangu ni kama kishada cha hina katika mizabibu huko Engedi. Tazama umzuri mpenzi wangu, mzuri macho yako ni kama ya ukua. Tazama umzuri mpendwa wangu, apendeza na kitanda chetu ni majani. Nguzo za nyumba yetu ni mielezi na viguzo vyetu ni miberoshi. Ni hisia za moyoni. Bwana sisi sana kuhusu huyu mpendwa ambao kwa saizi unaweza kusema ni kama nini? Ni kama mpenzi. Hisia zake anasema kana kwamba ni kama, anasema sometimes ni kama kishada cha ina. Umeona? Anasema tena sometimes ni kama mzabibu huko Engedi. Yaani nakutaka hiyo ni mizabibu ambayo imepandwa na kutaka imenawili. Bwana sisi sana. Kwa anajaribu kumsifia huyu mwanamke. Bwana sisi sana. Inavyoonekana ni mwanamke fulani alikuwa anaitwa Mshulami. Amina, anamsifia. Kwa hiyo hapo ulikuwa ni upendo wa kihisia au unaitwa romantic. Bwana sisi sana. Kwa anajaribu kuelezea hisia za moyoni, na hata saizi nyimbo nyingi sana za kidunia ukifuatilia zinaelezea sana mambo ya nini? Ya mapenzi. Bwana sisi sana. Amen. Ni mapenzi ya nini? Ya kihisia. Lakini je, Mungu upendo anaotaka kwenye kanisa ni upendo na gani? Kwa kuna upendo ambao mbele za Mungu unakuwa una thawabu, ambao ndo Mungu anafanyaje? Anautaka, kwa sababu huo upendo ambao sisi tunauzungumzia wa kidunia, at the end of the day hauna thawabu aina yoyote, kwa sababu hata watu ambao wamtumikii Mungu wanao na hayo mambo wanafanyaje? Wanayafanya. Bwana Yesu sana. Amen. Kwa hiyo upendo mwingine ni upendo unaitwa upendo wa mtu na mtu. Bwana Yesu sana. Amen. Ambao upendo wa mtu na mtu, ukisoma kitabu kile cha Mathayo 5 mstari wa 46 mpaka 48. Mathayo 5 mstari wa 46 mpaka 48. Mathayo sura ya 5 mstari wa 46 mpaka 48. Nitasoma. Wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao hawafanyi hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa kuna sababu ambayo ile sababu ipo ndiyo inayosababisha upendo wa aina hii hapo fanyeje? Uweze kutokea. Na sababu ziko za aina mbalimbali. Sababu inaweza ikawa inatokana na yeye za huyo mtu unampenda ni ndugu yako. Basi sana. Maana Biblia inasema kana kwamba je, mkiwapenda wale watu wa nyumbani mwenu mnapata sababu aina gani? Maana hapa Yesu alikuwa anazungumzia kwamba ni upendo unaotokana na mahusiano ya kindugu. Mtu anampenda mtu kwa sababu ni mdogo wake, au kwa sababu ni binamu yake, au ni ndugu yake wa aina nini? Fulani. Kwa hiyo kuna sababu za aina mbalimbali ambazo zinaweza zikawaunganisha watu. Wengine inaweza kuta ni chuo, ukuta mpo kwenye chuo,
Wengine mnaweza mkaungana kwenye upendo kwa sababu ya gari, labda mmepanda basi nini moja. Lakini mtakapofika kule mbele, ile sababu iliyounganisha ikiwa haipo, mtafanyaje? Mtatengana. Bwana Yesu sana. Utakutaka mmepanda basi moja, hapa mnaenda Dar es Salaam, umekaa na mtu ambaye umfahamu. Lakini pale unakutaka tu ghafla mtu amekupa labda hela, anasema jamangu na mimi naomba kanichukulie nini? Soda nje. Kweli utamchukulia yule mtu soda, utamletea mle ndani, lakini katika kumletea mtabadilishana mawazo 1 2 3 pale, mtapiga story, lakini ule nini? Ni upendo ambao umekuja kwa sababu ya safari. Bwana Yesu sana. Lakini ile safari itapoisha, ile sababu itafanyaje? Itapotea. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo bado huu upendo pia wa mtu na mtu ni upendo ambao unatokana na sababu. Mbele za Mungu hauna sababu aina nini? Aina yoyote. Kwa sababu ni upendo ambao kama sababu ile ikiwepo haipo, yule mtu huwezi kumpenda. Unaona? Kwa Mungu upendo anaotafuta sasa ni upendo wa kumpenda mtu pasipokuwa na sababu nini? Aina yoyote. Yaani pasiwepo na sababu. Bwana Yesu sana. Huu ndio upendo sasa ambao unaitwa upendo wa agape. Bwana Yesu sana. Unaitwa agape love. Maana unampenda mtu pasipokuwa na sababu. Yaani mtu anakuchukia bado unafanyaje? Unampenda. Mtu anakutukana bado unafanyaje? Unampenda. Mtu ni mwenye dhambi bado unafanyaje? Unampenda. Huu ndio upendo sasa ambao Biblia inasema kana kwamba ni upendo wa kimungu. Ambao hapo upendo ndio Mungu aliufunua kwenye kile kitabu cha Yohana 3:16 ambao anasema hivi, kwa jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo huu upendo wa agape ni upendo ambao umeexist sana kuanzia kwa Mungu Baba yeye mwenyewe. Mungu Baba, Roho Mtakatifu na Yesu Kristo. Kwa hiyo ukija kuangalia Mungu Baba na Mungu Mwana wana mahusiano. Amina. Wana mahusiano kama baba na mwana. Lakini katika yale mahusiano ya kuwa baba na mwana, yale mahusiano ndani yake, yani kibibilia, ndio maana Biblia inasema kana kwamba hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa nani? Kwa Mungu. Manake Yesu na Mungu Baba wameshakuwa na mahusiano ni miaka mingi. Kwa hiyo kitu ambacho wanaendelea na kupeana kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu yeye mwenyewe. Bwana Yesu sana. It is the same kama hivi kwenye maisha ya dunia. Mtu akikupenda atakuletea simu au vitu vya kibinadamu, yani ambavyo vinaonekana kama kwa sisi ambao tunavisamini kwamba hivi vitu ni vya samani. Mtu anaweza kukuletea Biblia, mtu anaweza kukuletea shati, mtu anaweza kukuletea nini? Viatu. Lakini Mungu ni roho. Amen. Sasa kama Mungu ni roho, akitaka Mungu kuexpress upendo wake labda kwa mwana, anatoa nini? Bwana Yesu sana. Akati yeye ni spirit na kila kitu kilichomo ndani yake nini? Ni roho. Bwana Yesu sana. Inabidi atoe pia kitu ambacho nini? Ni roho. Amen. Kwa hiyo pale Mungu Baba sasa kwa ajili ya kuexpress upendo wake kwa Mungu Mwana, anatoa roho. Amen. Akishatoa roho, ile roho ndio inakuwa ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo manake naye Yesu pia ili kuexpress upendo wake kwa Baba, anatoa naye nini? Roho. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo Mungu Baba anatoa roho, Mungu Mwana naye anatoa nini? Roho. Kwa ile roho ndio maana Roho Mtakatifu inaitwa ni nafsi ya mapendo. Umeona? Ndio maana ukisoma ile Warumi 5:5 nasema hivi, inasema kana kwamba hivi lile pendo la Baba limekwisha miminwa mioyoni mwenu. Bwana Yesu sana. Sasa manake kama Mungu Baba ni upendo, anampa Yesu Roho Mtakatifu ambao ni kama kipawa cha Roho Mtakatifu kama nini? Kama upendo. Timizi manake pia na sisi tunaoipokea ile roho inabeba ile nature ambayo inatokea kwenye ule Utatu Mtakatifu kama nafsi ya nini? Ya upendo. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo utakutaka na sisi tunaanza kuexperience love, lakini sasa ule upendo ambao unakuwa huko ndani unakuwa una uwezo wa kutambua kwamba hapa ni Roho Mtakatifu ananiongoza katika nini? Katika upendo. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo inahitaji mtu awe na discernment. Ndio maana ukija kuangalia upendo wa kimungu, sifa zake sasa ili mtu aweze kuelimishwa na kutembea katika upendo wa Roho Mtakatifu, Paulo amekuja kuandika kwenye kitabu hiki cha Wakorinto 13. Amina, mstari wa 4 mpaka wa 8. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 8.
pia hufadhili. Upendo hausudu. Upendo hautakabari. Amen. Haujivuni pia. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Amen. 6. Haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakazokoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Ni sifa nyingi ambazo kuja kuziangalia watu wengi hichi kitu huwa tunajisahau nini sana baada ya muda fulani. Kwa hiyo upendo huu hapa wa agape, cha kwanza ni upendo ambao Biblia inasema sometime haukosi sababu wakati nini? Wakati wowote. Niona ambapo tukiangalia tunaweza tukaangalia kwenye kipengele cha kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu sana. Kumpenda jirani yako kama nafsi yako, ambayo tuangalie kitabu cha Luka 7 mstari wa 38 mpaka 40. Biblia inasema akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu miguu yake na kuipaka yale marihamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Bwana Yesu sana. Amen. Sasa hapo unakuja kuangalia kwenye Luka 7. Luka 7 hiyo mstari wa 38 na 40. Some na Mathayo 22 mstari wa 39. Mathayo 22 mstari wa 39. Ambapo inasema, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Amina. Kwa hiyo kumpenda jirani yako ni kujitoa kwenye mazingira yoyote ya kujaji watu. Bwana Yesu sana. Kujaji watu wengi tunapotembea maeneo mbalimbali, tunapotembea barabarani, kwenye magari, majumbani, maeneo tunayofanya kazi, watu wengi tumekuwa na mazingira yafanyaje ya kumjaji nini mtu. Unaweza kukuta sometime mtu ukamwona watu, sababu wanadamu tuna mambo mengi. Mtu anaweza akamjaji mtu kwa urefu alionao. Bwana Yesu sana. Mtu anaweza akamjaji mtu kwa sababu ni mweupe sana. Mtu anaweza akakujaji kulingana na nywele ulivyonyoa. Mtu anaweza akakujaji kulingana na kazi unafanyaje? Unafanya. Sometime mnavyoishi labda na mke wako, Bwana Yesu sana. Mtu anaanza kujaji kwamba ujamaa ameshikwa masikio, ujamaa. Bwana Yesu sana. Anapelekeshwa. Bwana Yesu sana. Mfano mimi kama kule sokoni naonaga wanawake wakija na waume zao kununua nguo. Unakuta mke wake mfano kama ile nguo labda mwanaume ameipenda, anachagua labda anaiangalia. Utakutaga mke wake kama hajaipenda au hajapenda tu anunue, unakutaga anakaa nini? Anakaa nyuma. Achangii chochote. Bwana Yesu sana. Kwa sababu achangii kitu chochote, utakutaga hata yule anakuwa anajua hapa wife amefanyaje? Hajaipenda. Bwana Yesu sana. Utakuta anakuambia mdogo wangu tutakuja leo. Bwana Yesu sana. Sasa unakuja kugundua pale, ila mtu muuzaji anaweza akasema cheki sasa huyu mdada yani. Huyu jamaa kwanza hana hata akili. Bwana Yesu sana. Baada ya kufuata maamuzi yake anamsikiliza nini? Mke wake. Bwana Yesu sana. Kwa unakuja kugundua pale mtu unaanza kumjaji yule mtu. Mtu mwingine utakutaka labda wewe ni mrefu sana. Mtu anaanza kumjaji mtu. Mtu mwingine kutaka sura yako labda macho alivyokaa, mtu anaanza kukujaji kwamba ule mkaka macho yale anatisha nye. Basi sana. Mimi kuna mtu nilikutana naye akasema yale macho bora hajamfananisha mtoto. Macho anatisha.
Basi sana. Kwa mtu anakujaji. Sometimes umechukua maamuzi yako tu binafsi, labda ufanye aina fulani ya biashara. Mtu ataanza pia bado kufanyaje? Kukujaji kwamba kwa nini asingefanya biashara aina fulani, ameanza kufanya biashara kama ile pale. Amina. Amen. Biashara hiyo haina faida. Basi sana. Amen. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anajaji vitu vingi, yani kila kitu utakuta mtu anachofanya jirani yako, unataka ujaji, wakati wale watu wana moral agency, yani wana nini ule uwezo wao wa kuchagua. Basi sana. Kwa hiyo Mungu alipomwona Simeoni huyu alikuwa anamjaji yule mwanamke kwamba huyu mtu ni kahaba, afai. Basi sana. Lakini kumbe yule mtu mbele za Mungu alitoa sadaka ya machozi. Basi sana. Alimpanguza Yesu akampaka na perfume. Basi sana. Alimpaka, Biblia inasema Mariamu kwa zama za kale ile ilikopo nini? Ni perfume ya gharama. Kwa sasa hizi unaweza ukasema labda ni perfume nini? Kama hizi Savage, bwana sasa sana. Kurusum za bei. Akampaka nani? Yesu. Lakini yule mtu kile kitu akufanya. Umeona? Kwa hiyo Mungu kwenye masuala ya upendo anatupenda sisi bila sababu haina nini yoyote. Wala usije ukajisifu mbele za Mungu kwa jambo lolote. Na hata muda wote ule pale unapokuwa ukitembea katika njia au safari ya imani, point yote ambayo inakuja kwenye akili ya kusema kwamba nimepokea hichi au nimefanya hichi, ndio maana Mungu amefanya hichi, unajipoteza nini? Unajipoteza wewe mwenyewe. Bali sasa Biblia inasema kana kwamba hakuna mtu ambaye amempa Mungu kitu nini chochote ambacho atajisifia eti kwamba hichi kitu ni cha kwangu. Ndio maana Biblia inasema hivi, ni sehemu gani mtu alijisifia kwamba amempa Mungu kitu ili aweze kumlipa? Basi sasa sehemu fulani Musa alikuwa anajiuliza kwamba Mungu, kwa nini unawarehemu baadhi afu watu wengine unawaacha? Basi sana. Kwa sababu watu wako wanajiuliza kwamba mbona Mungu anampendelea tu huyu? Basi sana. Mungu yale ni maamuzi yake yeye ndo alivyochagua kwamba labda amembariki mtu fulani. Wewe hauna maamuzi yote ya kubadilisha nini? Kile kitu. Ndio maana Mungu amesema kwamba anamlehemu amlehemuye na anamkataa anafanyaje? Anamkataa. Bwana sisi sana. Kwa hiyo ni maamuzi ya Mungu yeye mwenyewe. Kwa hiyo sisi cha msingi hatutakiwi kumjaji Mungu. Amina. Au kujijaji wewe mwenyewe kwamba mimi hapa kwa dhambi niliyoitenda Bwana hawezi kunikubali. Bwana sisi sana. Moyoni watu wengi hicho kitu kinatokea. Unakutaka ukifanya tu dhambi aina fulani, unakuja hata ule uzito wa kusema hata kuomba siwezi. Bwana sisi sana. Lakini ukilipima lile tukio katika upendo wa kimungu, ukubwa wa upendo wa Mungu ambao Biblia inasema hivi, kwa jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu hata akafa kwa ajili yetu. Utakuja kugundua kwamba dhambi yako ni ndogo sana kuliko upendo wa nini? Wa Mungu. Dhambi aina yoyote, hiyo dhambi ya kuua, iwe dhambi sijui ya aina gani, ni ndogo kuliko upendo wa nani? Wa Mungu. Bwana sisi sana. Hata dhambi iwe ya uchawi, ukiamua tu kuomba toba, Mungu akusamehe, Mungu anafanyaje? Anakusamehe. Bwana sisi sana. Kwa sababu Mungu upendo wake nini? Upo juu. Bwana sisi sana. Kwa hiyo kwenye ile somo la kusema kufuata upendo ni kujitiisha chini ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Kuzifuata hizi sababu ambazo tumezisoma za kwenye Wakorintho 13 kwamba upendo haukosi sababu wakati nini? Wakati wowote. Maana mtu anaweza kukufanyia jambo baya, unaweza ukasema tu labda litakuwa lilewa. Sasa maana ni sababu mtu hataki kukuhukumu wala kukujaji. Ila kwa sababu upendo wa kimungu haukosi sababu wakati wowote, mtu lazima atoe sababu. Anza kusema labda kutakuwa kuna kosa lilitokea jana. Bwana Yesu sana. Labda atakuwa alienda kazini, kazi zilikuwa nini? Ngumu. Kwa sababu watu wengine akienda kazini asipopata hela kazi kwa ngumu, hata akili yake inakuwa nini? Haipo sawa. Mazingira fulani kuna mtu amemuuzi, mudi yake imefanyaje? Imepotea, amefika hata nyumbani ana huzuni. Bwana Yesu sana. Mimi mfano kama kuna kipindi fulani kuna mtu tulikuwa nakaa naye nyumbani. Alifika tu jioni, alikuwa siku ile ni kama mtu ana huzuni, yani ile mudi yake imepotea yote. Nikana najiuliza ni kwa sababu gani? Kumbe barabarani anakopita kuna dereva fuso alifungua mlango nini? Bahati mbaya. Bwana Yesu sana. Ule mlango anapopita kwenye ile njia ukampiga, akawa amedondoka. Bwana Yesu sana. Na mbele ya watu.
kile kitu kilimpezesha sana. Mwenzio sana. Alihuzunika mno. Sababu si unajua sehemu labda kupiga mlango afu watu wako wengi, watu wengine hawasemi pole, wanacheka basi sana. Wazee leo jamaa alipompiga mzee wa watu wanacheka tu. Ile wengine ndio kutaka wamekuja pale wanaanza kukunda pole mzee, pole. Basi sana. Alihuzunika sana ule mtu kwa sababu ya ule mlango ulipompiga. Bwana Yesu sana. Kwa ile mood bado alikuwa anatembea nayo. Kwa kila kitu unakutaka mtu uweze jua amefika nyumbani amekujibu vibaya. Ila kama una upendo wa kimungu moyoni utaanza kusema kabisa labda kuna kitu fulani nini akiko sawa, labda kesho tutaenda nini sawa. Bwana Yesu sana. Kwa kila kitu utakuwa nini unaangalia hii sababu ya upendo. Ndio huu upendo manake unaufuata. Unajisubmit kwenye upendo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Manake wenyewe ndio unaanza kukuongoza. Maki kitu kuna utofauti mkubwa kati ya kitu Biblia inasema kana kwamba hivi mtu anayefuata na mtu anaye nini? Anayeongoza. Maana Biblia inasema inasema ufuateni. Maki upendo lazima uwe nini? Uwe mbele, wewe unakuwa nini? Nyuma. Ndio maana kuna kufollow na kuna mtu ambaye ni kiongozi, ambaye ni leader. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo upendo wa Mungu muda wote ukiwa huko moyoni utakuwa wewe unakuongoza kwamba hapa ilibidi nijibu kitu fulani, lakini Roho Mtakatifu utakutaga moyoni upendo wa Mungu. Unakutaga upendo na kuambia labda sifa ya upendo wa kimungu ni kwamba huvumilia nini? Yote. Utakutaga ule mtu umemvumilia. Basi sana. Sasa jamaangu sehemu fulani ulichokifanya sijapenda jamaangu au sio? Ila nimekusamea au sio? Ila usirudie tena. Mimi nakumbuka kuna jamaa mmoja tulikuwa tunasali naye hapa kanisani, nilienda kuchukua CD dukani kwake. Mwese sana. Nilikaa naye ile CD kama wiki 2. Mwese sana. Sasa nikaenda kuirudisha CD. Nikamchukulia jamaa katika sura ya nini? Ya utumishi. Mwese sana. Nilipofika pale jamaa alibadilika. Mwese sana. Alisema Raymond. Mwese sana. Akasema Raymond, katika mambo yote mdogo wangu tumeenda sawa. Mwese sana. Ila katika swala la CD, hii CD wateja wanaiulizia toka wiki iliyopita. Nakosa pesa kwa nini? Kwa ajili yako. Hapo leo unaleta hapa CD. Kwenye mambo ya kazi mimi sitaki nini? Sitaki utani. Na huyu jamaa alikuwa ni kama mwinjilisti. Alinikemea Bwana sana. Nikasema nisamee brother. Bwana sana. Niliagundua makosa yangu. Nikasema nisamee brother, nisamee. Akasema dogo, tu hapo nimeshakusamea. Ila siku nyingine usije kuveje? Usirudie tena. Bwana sana. Kweli kutoka pale nilikuwa hata nikichukua ile CD, nikichukua CD yoyote pale nimeenda kuangalia nyumbani, tulikuwa tunaenda nini? Sawa, utakuta nimeshamaliza tu movie ile kuangalia, kesho yake nishapeje? Nishairudisha. Tukawa marafiki. Bwana Yesu sana. Nachukua CD, nampa pesa yake, narudisha CD nini? Kwa wakati. Bwana Yesu sana. Ni kile kitu kibaya kile pale. Ndio maana Biblia inasema kana kwamba akikukosea mara ya kwanza msamee, akikosea mara ya pili muonye kama ndugu. Kwa sababu mtu mwingine unaweza kukuta kitu fulani anakosea, haumuonyi. Kwa hiyo inatengeneza drama ambazo hazina nini? Hazina mwisho. Kuna drama zinaweza zinajitokeza hata mazingira ya kazi au sometimes hata kwenye familia mnaishi labda na mke wako. Kuna drama tu au kwenye nyumba ya kupanga. Si unajua watu jinsi wengine walivyo. Kuna baadhi ya drama huwa zinakuwa hazina mwisho. Utakutaka leo kimetokea hichi, kesho kimetokea hichi, kesho kimetokea hichi, kimetokea. Kumbe ule mtu anaendeleza yale mambo kwa sababu hujamuonya. Amina. Kuna maeneo mengine tu bana, wewe simama tu kwenye nafasi yako kama mwanaume au kama mtu unayejiamini. Kwamba jamaa yangu bwana kuna sehemu fulani umefanya kitu fulani. Hiki kitu nini? Kinajirudia saizi labda mara ya pili. Naomba nini? Tuheshimiane. Bado sasa sana. Amen. Tuheshimiane kwenye hili eneo, mimi sipendi kitu fulani unafanya. Kwa hiyo yule mtu kishamuonya, utakutaga mtu ana nini? Anakaa sawa. Utakutaga sawa, jamaa kweli sikujua hichi kitu kama kilikuwa kinanikera. Utakuta baadaye mmeanza kwenda nini? Kwenda pale ule upendo wa kimungu unakopa unafanyaje? Unaendelea kufanya kazi. Bwana Yesu sana. Kwa maeneo mengi upendo wa kimungu unakuwa unaendelea kukuongoza, unaendelea kufanyaje? Kukusaidia. Amen. Kwa hapo tutaenda kuangalia hapa tabia zilizo kinyume na upendo wa nini? Upendo wa Mungu. Tabia ya kwanza ni hasira, uchungu na chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasira, uchungu na chuki ambao tukiyasoma Wakolosai 3 mstari wa 19. Wakolosai 3 mstari wa 19.
Ebrania 12 mstari wa 15. Msiwe na uchungu nanyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Nanyi watumwa watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wala macho kama wajipendezao kwa wanadamu, bali kwa unyoofu wa moyo, mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Kristo, maana adhurumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Amen. Neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Bwana sio sana. Kwa hiyo kuna vitu vya aina nyingi, kuna hasira, kuna uchungu, hivyo vitu vyote vipo. Kwa hiyo kuna shina la uchungu. Mfano ili shina la uchungu ni yani mtu mwingine unakutaka tu anakopo. Watu siku hizi wetu wengi wanatumia sana hiyo neno, wanasema huyu jamaa ana kisukari. Bwana sio sana. Yani kuna mtu mwingine anakuwa tayari ndani yake ana shina la uchungu. Kwa hiyo ili shina la uchungu linaweza likalipo ndani ya mtu, lakini likamsumbua mtu mwingine, likamsababisha yule mtu pia akawa pia najis kwa sababu ya uchungu alionao nini mtu mwingine. Ndio maana kuna baadhi ya watu wengine wanaitwa ni yani, kuna watu wengine wanaitwa ni emotional exhaustion people. Yani ni watu ambao unaweza kukuta hapa wewe kama ulikopo huko kwenye energy fulani nzuri tu, ukikutana naye yule mtu utakutaka ile energy yote uliyokuwa nayo wewe inafanyaje? Inashuka. Yani anakuchosha, yani kuna nguvu fulani kwako anafanyaje? Anaichukua. Au watu wapo unaweza kukutana nao kwenye nyumba ya kupanga, unaweza kukutana naye leza mazingira ya kazi au sehemu yote, ni watu wanaochosha. Au akakulipua hata mwenyewe ukuta kuanza kufanya vitu ambavyo nini? Abieleweki. Na Biblia inasema shina la uchungu. Kwa kuna mtu mwingine anaweza kaa na shina la uchungu moyoni. Lipo. Kupitia uchungu wake anaweza kukusababisha hata wewe pia ukatiwa unajisi. Bwana Yesu sana. Ndio kuna mtu mwingine unaweza kukuta sometime labda umepigia kama wewe saizi umeokoka. Watu wote wanajua umeokoka. Ghafla mtu mwenye shina la uchungu akakutendea kitu ambacho ukakuta ukaanza kutukana matusi ambayo at the end of the day unakutaka ukajikuta nini? Umejifezeesha nini? Wewe mwenyewe. Baadaye unakutaka ukakaa ukaanza kujitafakari ukasema ila mimi kama mtumishi wa Mungu pale nilifeli. Bwana Yesu sana, ni bora ningekaa kimya. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuangalia. Biblia inasema ndio maana usipungukiwa na neema. Maana neema ya Mungu ni ile nguvu ya Mungu ambayo itakuwa inaendelea kukusaidia, kukuwezesha. Umeona? Umekutana na mtu wa Mungu, lakini ile neema ya Mungu, upendo wa Mungu unaendelea kukusaidia. Ndio maana upendo wa Mungu mtu anaweza kaomba. Upendo wa Mungu unaomba kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akishaingia tu ndani yako, automatically utakuwa na upendo wa nini? Wa Mungu. Yaani tabia ya, ndio maana mtu yeyote yule pale ambaye yupo katika Kristo, jinsi miaka inavyozidi kwenda ndivyo jinsi mtu anavyozidi nini? Anavyozidi kubadilika. Unavyozidi kukua katika kumkulia Kristo, utakutaka kuna mtu mwingine zamani ulikuwa unamjua kabisa alikuwa na tabia za ajabu ajabu, ila anavyozidi kuwa mtu mzima na ana Roho Mtakatifu, utakutaka mtu anakuwa anazidi kustaarabika. Umeona? Mtu anasema jamaa wangu zamani ulikuwa kuna tabia mbaya jamaa, ila sasa hizi umenini? Umebadilika. Kumbe Roho Mtakatifu nini? Yupo ndani, anaendelea kukufundisha, anaendelea kukujenga, anaendelea kukubadilisha. Mungu anatumia njia za aina mbalimbali hadi at the end of the day unakuja unakaa sawa. Amina. Kwa shida la uchungu jamani lipo. Kwa inabidi kumuomba Mungu. Ndio maana amesema kana kwamba uchungu inabidi ukae masaa 12. Yaani kama hata wewe saizi mfano una uchungu, kitu kimekuuzi, umeumia moyoni, mwisho wa kuhuzunika ni masaa 12 kibibilia. Yaani unafika ile saa 12 kuingia saa 1. Yaani wewe mwenyewe tu moyoni mwako unaweza ukatunga tu pointi ya aina nini? Yoyote. Mimi mfano kama hata nikioga na uchungu natoaga pointi tu kupitia vifungu vya nini? Vya Biblia. Mfano kama kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mhubiri kuna kifungu kinasema hivi. Kinasema huzuni na yenyewe ni ya nini? Bwana Yesu sana. Nayo ni ubatili. Kwa sababu maana huzuni haisaidii kitu nini? Chochote. Kwamba hata ukihuzunika at the end of the day
haina uwezo huzuni ya kuzaa kitu cha aina yote. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni ubatili, kinadumu kwa muda mfupi. Kwa hiyo nikifikiriaga tu vifungu kama hivi hapo, nikaangalia najua tu hichi kitu ngoja niachane nacho. Basi sasa kiseka sababisha nikaanza nataka kwenda kuomba nikashindwa. Mtu mwenye huzuni hawezi kuomba. Ndio maana hata wanafunzi wa Yesu kuna sehemu fulani Yesu alisema, jamani njoeni muombe nami hata nusu saa. Lakini wale watu walishindwa. Kwa sababu alikuwa akiendelea kumeng'enya kuhusiana na kauli anazozongea Yesu. Walikuwa hawazielewi. Yaani kila mtu kwa namna yake. Kwa sababu Petro alikuwa anajua kabisa kwamba Yesu yamkini hapa duniani atakuja, atatengeneza ufalme wa kidunia. Labda atanipa uongozi kwenye serikali. Mbona kama anasema kwamba anaenda kufa? Basi sana. Mbona kama tumuelewi Yesu? Basi sana. Tumepoteza muda wote miaka 3, tumeacha uvuvi. Basi sana. Maka sasa hizi tuenda kuanza na moja. Wale watu walikuwa wanamhuzunikia Yesu. Hata Yuda pia alikuwa naye haelewi. Basi sana. Ndio maana Yuda alivyoona ile mazingira kama hayaelewi, aliamua tu asepe, akaona mbona Yesu kama anaona kama kuna mazingira fulani labda ni tutapiga hela huko mbele, alafu vitu wanavyoongea vingi vinahusiana na upendo, kuwapenda watu. Kwa sababu sana. Ndio maana zile kauli zilikuwa zinawachanganya kwa sababu bado walikuwa hawajamuelewa vizuri. Kwa sababu ni sasa na wewe hapa mtu unajua kabisa kwamba huyu jamaa ana pesa. Na kwa mazingira niliyomuona anaweza kafungua hata kampuni na sisi tukajichomeka mle. Lakini jinsi muda unavyozidi kwenda ni kama yale vitu wanavyoongea ni vikao vya kufikirika tu. Basi sana. Ndio maana watu walikuwa wana huzuni ule usiku Getsemane pale, wakawa hata kuomba hawawezi. Imeingia moyoni. Basi sana. Kwa ni vitu ambavyo vipo jamani, huzuni inabidi kuikataa kuna muda fulani. Kitu kingine kusamehe au kuomba msamaha. Basi sana. Kwa ni moja kati ya energy pia ambazo ziko kinyume na upendo wa kimungu. Ambayo tutaenda kusoma Matendo 7 mstari wa 60. Matendo 7 mstari wa 60. Bwana Yesu sana. Biblia inasema akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Kwa hiyo hapa tutakuja kumuona Stefano alipigwa na mawe mpaka kufa, lakini moyoni upendo wa kimungu aliona sababu. Bwana sana. Alisema watu hao yamkini hawajui wanachofanya wanachokitenda. Akasema usiwahesabie dhambi hii. Maana upendo wa kimungu hapa ndio tunakuja kuprove kwamba haukosi kuwa na sababu. Ingawa wewe jiulize, mtu amekubona na jiwe la chuma. Bwana Yesu sana. Jiwe la chuma amekubona nalo, unakaribia kufa, damu zinatiririka, alafu mtu anasema msamehe. Bwana Yesu sana. Angekuwa mtu mwingine angeweza kuchukua silaha mkono. Angekuwa kama ni Petro. Bwana Yesu sana. Kwa sababu kama Petro kwenye Biblia akuvumilia, sasa Bwana tutumie panga zetu. Bwana Yesu sana. Kwa sababu Petro alikuwa ni mtu ambaye anajiamini katika nguvu zake. Bwana Yesu sana. Ndio maana hadi shetani mwenyewe alisema Bwana alimuomba Yesu, akasema Yesu, mbona Petro anajiamini sana? Bwana Yesu sana. Inabidi ajaribiwe kwenye ujasiri alionao, tuone kama ni ujasiri wa kweli au wa uongo. Bwana Yesu sana. Kumbe Petro alikuwa ni mtu ambaye ujasiri ule hauna kitu. Ni ujasiri ambao umebezi kwenye nguvu yake binafsi, sio katika nguvu ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo utakuja kukuta huyu Stefano kwenye kiwango cha upendo wa kimungu jamani alikuwa amevuka. Alikuwa anaufuata upendo wa wa Mungu. Sababu upendo wa Mungu moyoni muda wote unakuwa unahubiri. Muda wote unasema. Amen. Kwa hiyo kusamehe. Kuna muda mwingine mtu unaweza ukawa umebeba uchungu moyoni, usamehe. Ndio maana kuna nyumba za kidunia zingine zinasema nimekusamehe lakini sitasahau. Bwana sana. Amjasikia huo wimbo? Zipo. Nimekusamehe. Sasa vile pale vitu hata watu wengine ndo hapo hivyo. Mtu akasema huyu jamaa nimemsamehe, ila tutakapokuwa tukiendelea na mahusiano kuna baadhi ya maeneo tu jamaa nishamfuta. Kumbe level anazopita yule mtu na yule mtu anazopita ni
level moja. Bwana Yesu sana. Kwa akaa yule mtu ameshamvua, amemkataa. Bwana Yesu sana. Kwa sababu gani? Ya upendo nini? Ya kutokusamehe. Ila mtu ukisha kwa una roho ya Mungu, umemsamehe mtu, utakutaka baadaye hata yule mtu kimuona tu unakuwa na amani tu moyoni, unaona fresh. Utakutaka umempa tu salamu, umetengeneza heshima naye, unaendelea na nini? Na mambo yako. Ila kama unazidi kuweka kile kitu, unaendelea kuweka kile kitu moyoni, hata kama kulikuwa kuna uponyaji wa kimungu unaweza ukafanyaje? Ukaupoteza. Bwana Yesu sana. Kwa sababu wanasema moja kati ya milango ambayo shetani, kwa sababu shetani jinsi alivyo, yeye muda wote wanachosema ni watafiti wa mambo ya Biblia na watu wanaofuatilia Biblia, shetani ni mtu ambaye always huwa anatafuta sana udhaifu wa mtu. Bwana Yesu sana. Maana hata katika kundi la Yesu shetani alikuwa anajaribu kutafuta mpenyo kwa kila mtu, alikuwa uoni, ila akaja kuona kwa Yuda. Bwana Yesu sana. Kwa sababu katika sheria za ulimwengu wa roho shetani haruhusi kumshambulia mtu tu random, yani kwamba aje tu akushambulie wewe ghafla pasipokuwa na sababu nini? Maalum. Haipo. Kwa hiyo naye anatembea katika sheria ambazo zipo za Mungu hizi, ndio maana alikuwa anapeleleza akaja kuukuta mlango kwa Yuda. Bwana Yesu sana. Na mlango wa kwanza aliokuta kwa Yuda ulikuwa ni mlango wa kupenda fedha. Kwa sababu Yuda si alikuwa ndo anashika mkoba wa hela. Umeona? Mlango wa pili akaja kukuta kwamba Yuda alikuwa na kisasi na Yesu. Bwana Yesu sana. Yaani walikuwa na interact na Yesu, lakini moyoni Yuda alikopo ani bado ana confusion na nani? Na Yesu. Ndio maana same fani Yesu alipompa hivi tonge Yuda akamwambia hivi, unaoyafanya afanye haraka. Kile kitu bado katikati tupigiaga hapa tupo watu wote. Utakutaka mfano kama labda pasa akasema kauli fanya ina mbaya, si utakutaka wewe automatically yule mtu atakwambia kuzaisha mbele za watu. Ila wewe moyoni utakuwa unawaza kwamba huyu mtu hapa amenichukulieje huyu jamaa. Basi sana. Kwa Yuda muda wote alikuwa kile kitu anakiwaza kwamba Yesu kwa nini mbona ananizalilisha mbele za watu? Basi sana. Mbona pale amenipa tonge? Mbona sema mfano amenikataa kwamba hii Mariamu tuuze kwa dinari 200 pale Yesu amfeje? Amenikataa. Ndio maana kutoka usiku ule pale hasira hivyo kwa imempanda Yuda. Pale ndo shetani alipomuingia Yuda. Ndio maana akakimbia kule akasema nataka kumuuza Yesu kwa vipande 20. Basi sana. Kwa sababu ajiulize kwa nini Yuda alichukua ile maamuzi. Maana alikuwa ana hasira. Basi sana alipoenda kule ilikuwa ni rahisi wale Mafarisayo nini kumpa zile pesa, maana akamuuza. Basi sana. Kwa sababu mshetani alitumia pale mlango wa uchungu moyoni. Basi sana. Alitumia mlango wa uchungu. Kwa hiyo uchungu kuna muda mwingine unaweza kuwa huko moyoni. Kupitia ule uchungu pale pepo linaweza likavamia hata unakutaka gaweza kwenye familia. Unakuta limesambaratisha hata familia. Kuna muda ukutaka mtu mwingine mmebisha tu na mke wako kidogo, hasira zimepanda. Pale shetani au pepo la aina yote kama lipo mazingira ya nyumbani penu hapo linapita kwenye huo nini? Mlango. Unajua unaga mtu mfano mke na mume wanaenda tu sawa, ghafla unakutaka tu maneno machache tu. Mtu anaweza akatamka labda hizo mwanamke au mwanaume yale maneno kutaga ule mtu akawaza. Akasema hapana hapa tu bora mimi niokoe nini? Niokoe muda au kama vipi familia ifanyeje? Ivunjike au hii kazi mimi bora nifanyeje? Niache. Basi sasa unaweza kuta kuna mtu huko labda na bosi anaongea maneno ya ajabu muda wote. Mtu mwingine kupitia hasira anaweza kafanyeje? Akaacha kazi. Basi sasa kwa ni kwa sababu mtu anatunza ule uchungu nini? Moyoni. Ndio maana uchungu anasema ni wa kuuachia na kuvumilia. Na utakuwa kwanza na amani. Mfano mtu piaga una upendo wa kimungu ndani yako. Mtu amefanya hichi ila umekipima katika upendo wa Mungu. Hujakichukulia personal, si ndio hivyo? Umetulia. Kwa hiyo kuja kujikuta utakuwa na amani maisha yako nini? Yote kwa sababu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Mtu amefanya hichi umekaa kimya, unaendelea na mambo yako. Maana sasa mtu amefanya hichi umemwangalia. Kwanza ule mtu atakuwa anajihukumu tu mwenyewe kwamba pale nilifanya kitu fulani ujamaa alikaa tu kimya. Na leo nimefanya kitu fulani ujamaa amekaa kimya hajaliact. Hapa mimi ndo ninajichoresha. Basi sana. Kwa sababu kuna baadhi ya tabia unaweza kuwa unazifanya pale ndo unajiexpose nini? Wewe mwenyewe. Unaweza kuta mtu mwingine alikuwa hakujui vizuri. Ila baadaye unakuta mtu atakuja kugundua akili yako yote kwamba huyu mtu ni kichaa. Basi sana. Kwa hiyo ndio maana ukimya na kufuata upendo wa Roho Mtakatifu ni vitu ambavyo vina msingi mkubwa sana. Na hivi vitu hata mtu kama ukiwa navyo
mtu atakuja kuprove kabisa kwamba wewe unaye nini? Unaye Mungu. Amen. Kwa Mungu atusaidie sana jamani. Kuna hivi vitu ambavyo tumejifunza, kuna hasira, kuna uchungu, kuna chuki ambao tumesoma hapo, mambo ya kuhusu uchungu kwamba inabidi usipite siku 12, kuna kusamehe, Bwana Yesu sana, na kuomba msamaha. Amina. Kwa kuna aina hizo za upendo zingine ambao tumesoma. Kuna upendo wa agape ambao tumesema Mungu ametupenda sisi pasipokuwa na kitu nini? Kitu chochote. Kwa muda wowote wewe elewa tu kabisa kwamba vitu unavyovipata kwa Mungu ni kwa sababu ya neema yake tu mwenyewe. Bwana Yesu sana. Basi Mungu awabariki sana watumishi. Natumaini kabisa Mungu ameweza kutusaidia. Amen. Mimi niishia hapa bwana. Amen.